nitatumikia Mungu kwa moyo wangu wote. Vuta hiyo hewa ndani, toa nje. Vuta ndani tena, toa nje. Ya tatu, pokea. Touch. Nashukuru Bwana kwa sababu yako kuweza kuingia kwa ibada, na ningetaka tu usikie kwamba uko mahali panapofaa, na ni mahali ambapo leo unaenda kukutana na Mungu katika maisha yako. Sema amina. Na chochote kilichokulete, be rest assured kwamba utatoka leo na jawabu kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nikaribishe pia wale wote ambao tunaungana nao kwa mitandao pamoja na wale ambao tunapatana nao kwa TV. May God bless you very much. Karibu sana kwenye ibada hii na Bwana akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao mnatupata kwenye Facebook, YouTube na huko kwingine kote, na Bwana akubariki katika jina la Yesu. Mwezi wa 10 ni mwezi Bwana anaenda kuachilia mlango ulio wazi. Sema amen. Mwezi wa 10, unaposoma historia ya mwezi wa 10 katika Biblia, ni mwezi ambao baada ya Mungu kukasirika na kupiga ulimwengu kwa maji wakati wa Nuhu, maandiko yanasema mwezi wa 10 vilindi ama milima yakaanza kuonekana, maji yakateremka. Jero laba le romono laba ilo oroduao manaki ndoinyapo imulumulankare. Milima iliyokuwa imefunikwa na maji kwa sababu ya hasira ya Mungu ikawa inaonekana mwezi wa 10. Sasa mwezi wa 10 ni mwezi wa milango kufunguliwa. Labda kuna vitu vingi ambavyo umekuwa ukitarajia Bwana yatende. Kuna watu watafunguliwa milango ya kazi. Kuna watu watafunguliwa milango ya afya. Watu watafunguliwa milango ambao ni ya kujenga. Watu watafunguliwa milango ya kununua viwanja. Watu watajaliwa na Bwana na wafunguliwe milango ya kuendesha magari. Mwezi wa 10 ni mwezi wa milango kufunguliwa. Na nakuombea siku ya leo, ikiwa ni mwezi huu wa 10 na bado tuko mwanzo, Bwana akusaidie uweze kuelewa jinsi mwezi huu ulivyo. Maisha yako inaenda kubadilishwa 100% katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mahali maadui walikufungia, Bwana anakwenda kukufungua na utaona mwanzo mpya katika maisha yako. Sema amen. Kitabu kile cha Mwanzo, Genesis chapter number Genesis, kayo mimi ningeraga tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 ili tuweze ukanielewe pia, na ninajua ya kwamba kuna vitu vizuri Mungu anakwenda kuachilia katika maisha ya mtu. Sema amen. Mwanzo 8 mstari unapoanza ule wa 4, maandiko yanasema mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya mlima Ararat. Verse 5, maji yakapunguka hata mwezi wa 10, mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akalifungua dirisha la safina alilofanya, akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko hata maji yakakauka juu ya nchi. Tunapoongea habari ya maji ni habari ya majaribu. Kitabu cha Isaya inasema majaribu yanapokuja kama
maji mengi, Roho wa Bwana atainua kiwango. So unapoona maandiko yanasema mwezi wa 10 macho yao yakafunguliwa na wakaona mlima uliokuwa umefunikwa na maji. Kuna watu wanatafuta kazi lakini bado hawajapewa kuona. Kuna watu wanatafuta ndoa lakini bado macho yao hayajafunguliwa waione. Kuna watu wanatafuta kujenga lakini macho yao yamefunikwa wasipate source ya fedha watakayotumia kujenga. So maandiko yanasema mwezi wa 10 macho ama ikawa milima ikaanza kuonekana, na siku ya 10 ya mwezi huo akatoa kunguru na akaituma ile kunguru, na maandiko yanasema kunguru ilipokwenda basi ikawa ikapata nchi iliyokauka. Kama kuna mahali ambapo maadui zako walikufungia, walikukamata, leo inaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen yako iko na wasiwasi ya kwamba mahali ulikuwa unajaribu na hakuna kile kinaendelea, hakuna kile kinasonga mbele, huu mwezi utaona muujiza wa Mungu kwa maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mahali ambapo haungeingia utaingia mwezi huu. Mahali ambapo walikuondoa kimadharau watakurudisha kwa heshima, watakurejesha kwa heshima. Leo kuna watu hawashiki simu yako, lakini mwezi wa 10 hii watakutafuta wao wenyewe. Unajua wewe baby umewatafuta sana kwa maombi, umewatafuta kutoa sadaka, umewatafuta kwa wazazi, umewatafuta kwa polisi, lakini mwezi huu wa 10 kilichokupotea kinaenda kurejeshwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Maandiko yanasema huo mwezi akafungua dirisha. Kama kuna milango na madirisha ilifungwa, leo Bwana anaenda kufungua. Leo kile umetafuta muda mrefu na hujaipata, Yesu anaachilia kwa jina la Yesu. Leo Bwana anaenda kuachilia, na mafuta ya leo Mungu ameniambia jana ya kwamba nije kuachilia siku ya milango yako kufunguliwa, siku ya baraka yako ionekane, siku ya ushindi wa Bwana kupatikana kwa maisha yako. Wamekuona siku nyingi unalia, lakini baada ya leo no more cry in Jesus name. Kama kuna hasara adui ameingia, ni vile amekuruhusu kuingia kwa ibada hii, pamoja na uchumi kuwa mgumu, pamoja na sheria kuwa tight, lakini bado umemaneja kufika katika hema hii. Leo Yesu anakutendea mema kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Sema tena amen. Pigia Bwana makofi ya kilo. Haleluya. Maandiko yanasema maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Ni nini kimekutatiza roho? Inaenda kuondolewa kwa jina la Yesu. Mahali walikufungia milango, ninaona ukipokelewa tena. Ninaona ushindi wa Bwana ukionekana. Labda walikupatia conditions ya hii kazi ili uipate, lazima na wewe tufanyie 1 2 3. Leo una neema, Bwana anaenda kuachilia na unainuka juu. Sema amen. Kama kuna mwezi wa breakthrough ni huu. Hata katika ibada zote haitakuwa ibada za kawaida. Uponyaji utapatikana ile haijawahi fikiriwa tena. Hata kile alisema daktari haiponi, mwezi wa 10 unaenda kupona. Unaponywa roho, unaponywa mawazo, unaponywa na mwili. Maana unaweza kuwa wewe si mgonjwa wa mwili, lakini mgonjwa wa roho. Roho yako ina uzito, roho yako imegandamizwa, lakini baada ya leo Yesu anaenda kufungua njia kwa jina la Yesu. Hautaishi kuhurumiwa. Halo, angalia mtu mwambie hautahurumiwa siku zote. Kuanzia leo hata wewe Mungu anakupa haki yako. Bwana anakufungulia njia ya baraka. Hawatahurumia hadi watoto wako. Wewe utaishi bila kuhurumiwa. Yaani utakuwa na right ya kuishi maishani. Utakuwa na uwezo wa kuishi maisha ya baraka na ushindi. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza wa mwezi, leo ni tarehe 2, vilele vya milima vikaonekana. Kumbuka ya kwamba
baada ya kwamba Mungu aliongea na Nuhu, safina ijengwe, watu wengi wakawa don't care na ignorance, because yani ile strong weapon your enemy uses is your point of ignorance. Roho yako ya assumption, you just assume things. Unaona tu mambo ni kama ni kawaida. Na dunia hii unaona tu mtu anakuambia hata hii kanisa unaenda kila siku, hata mimi siendangi, maisha yangu ni mzuri kuliko yako. Sasa usidanganye, maana wakati wewe unalala ujiwaki anaendaga wapi? Maana dunia hii hakuna mtu ambao amewekwa tu kukaa hapo katikati. Yaani yeye ni hana Mungu na hana shetani. Lazima uwe na kitu kimoja katika maisha yako, na siku ya leo kuna nguvu, kuna uwezo Bwana anakwenda kuachilia katika maisha yako in Jesus mighty name. Sema tena amen. Jamani, nipatie amen iliyo na nguvu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Angalia mtu, mwambie leo naenda kupenya in Jesus mighty name. Leo unaenda kupenya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema vilele vya milima vikaonekana. Nini umetafuta na uoni? Bwana akupatie kuona. Halo, Bwana akupatie kuona na kuua. Mwambie nilikufa miaka 2000 imepita. Sio mimi tena ninaishi, bali ni Kristo aliye ndani yangu. Wewe achana uoga. Si uwezo wa kuogopa. Wakikwambia tutaonana, unamwambia hiyo ulikuwa unataka nione, utaona wewe mwenyewe. Wakisema hautajenga, waambie nitajenga na nitakaa ndani. Jina la Bwana lipewe sifa. Hakuna kitu kizuri kama neno la Bwana. Nitakupa wa sinagogi ya shetani. Bwana ametupatia bora tuwe na mambo mawili. Jambo la kwanza, una nguvu kidogo. Jambo la pili, unatunza jina la Bwana. Unatunza imani. Unakataa kuvunjika moyo. At times unaweza kosa mtu wa kukutia moyo maishani, lakini usikubali kufa moyo katika maisha haya. Uliza jirani yako, umeelewa hiyo? Sio kila mara unapata watu wanakupigia mikono. Sometimes unaweza kosa hata mtu anayekujali, anayekuambia umefanya vizuri, anayekuambia wewe ni wa maana, anayekuambia I love you, anayekuambia wewe ni mama wa maana, wewe ni mzee wa maana. Hata unaweza kosa yeyote katika ile familia, unapigwa kulia kushoto pande zote, lakini pamoja na hiyo utazamie Kristo. Sema amen. Hey, Bwana asifiwe sana. Ndio sababu nasema wote sinagogi ya shetani. Leo hamna bahati kwa jina la Yesu Kristo. Anakuja kutembea juu ya nyumba yako usiku na kumweka chakara kwa kitanda. Leo watakuja wanakamatwa na moto wa Bwana. Leo watajaribu kuja kuiba nguo zako, wanapigwa knockout in the name of Jesus Christ. Sema amen. Mwezi wa 10 Bwana atakupa wa sinagogi ya shetani. Yes, waiba mali yako, wakaenda wakapeleka mahali kwingine, wamekuweka shamba kesi kila mara. Kuanzia leo hii Bwana anakupatia, na wewe mtu ukipewa, si utafanya kile unataka? Niongelee, si wewe utafanya kile unataka? Si kama umesoma hiyo maandiko, shida yako una Biblia wengi wenu. Maandiko yanasema, tazama nakupa walio wa sinagogi la shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi. Kuna watu hujifanya kwamba hata wao ni Wakristo tu. Wao pia wako kanisani, and so what? Wanafanya hivyo. Lakini wanasema wanajifanya wao ni Wayahudi, lakini ndani yao hakuna Uyahudi ndani. Ndani yao Yesu hayuko ndani. Wako ndani, lakini wamejifalisha ile nguo ya Mali Town Choir walikuwa wanaimba zamani. Umejifalisha ngozi ya kondoo. Halo, wakati waliosikia hiyo wimbo, Bwana asifiwe. Wewe hujasikia jamani. Umejifalisha ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Si useme umejivalia ngozi ya kondoo. Si useme kama kondoo. Kwani ukusikia vile walikuwa naimba? Kuna watu kweli wa kanisani, lakini kuna vitu wanafanya haina Mungu ndani. Ndio wao wanakufinyilia, ndio wao wanakupiga, ndio wao wanakuinukia. Maandiko yanasema nitakupa wa sinagogi ya shetani. Kwa hiyo hutawaogopa.
hautapoteza usingizi kwa sababu ya mtu tu ambaye anatumia uchawi. Kwanza Biblia inasema na mikono yako haitatoka kwa shingo ya adui yako. Mimi siotangi nikinyongwa, mimi naotanga nikiwanyonga. Halo. Kuanzia leo ninaachilia neema ya kwenda kuwanyonga kwa jina la Yesu. Sema leo hawana bahati katika jina la Yesu Kristo. Halo, fanya hivi. Kaiko ndigo. Kaina nataka leo uende uwanyonge in Jesus name. Halo, sema kuanzia leo adui yangu atakalia msumari moto katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Sema amen. Kwa nini unyongwe na wao? Ati wewe sasa hata chakula una appetite. Na ni wewe umeitafuta shwari. Leo tunaenda kuonana na wao in Jesus mighty name. Nitakupatia wa sinagogi ya Shetani. Wewe unaisoma hiyo mstari, Mungu anasema na shingo yako haitatoka kwenye shingo, yaani mkono wako haitatoka kwa shingo ya adui yako. Ushaisoma hiyo? Bado. Angalia mtu mwambie leo nitasoma. Hello. Kantabashedebea. Leo kuna neema Bwana anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Anasema nitakupa, tazama nitakupatia wale wa sinagogi ya Shetani. Hallelujah. 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 Glory to God. Wacha tusome hiyo. Juda aliambiwa katika kitabu kile cha Genesis 49 Mwanzo 49. Leo nataka nikuombee wewe wanyonge. Hii mwezi wa 10 wewe unaenda kunyonga adui yako. Hallelujah. Verse number 8. Maandiko yanasema Yuda, ndugu zako watakusujudu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Hallelujah. Wana wa baba yako watakuinamia. Unajua umeinamia watu mara nyingi. Waje nikusomee kidogo Kimasai. Kuna Masai hapa. Yeah. Kidiri Masai le. Lebesi again. Idiele we. Masani. Kediele. Ayurisho. Anemra shwara na ero Masani. Nejo ebideruno to arta monau dorgele sinejo. Yuda aigesisi yela la sharali nono. Nejo nei bungi ngai nono imurto ormangadi linono. Nei bungi ngai nono menabu. Ngai bungi kale nejo. Na bungi ngai nono bokirale murto ormangadi linono. Hallelujah. Leo unapoenda ole grande la sala nejo. Amelejo nejo kibungi nyo. Nejo kije nei bungi ngai nono murto ormangadi linono. Nejo ore elayo lebo baili no na kirugo ginota do kirugo tendo ya ye. Irugo gine Nigeria shara nado. Kakora idero na la laba la tobo. Kemo sinija we ugaji. Oh, kumbe ore dia la yoni na kemo de sinenya. Ore le ni shanga yebiri. Ore le ni mtumwenga ala he. Bwana asifiwe sana. Ya, shingoni mwa adui ya. Mwezi wa 10 tunaenda kuwakamata. Mahali walipoteza wakabeba mali zetu, tunaenda kuwanyonga katika jina la Yesu. Ukiwa umeketi inua mikono yako dakika moja, mwambie Bwana nipe nguvu ya kuwanyonga. Wameninyonga siku nyingi. Tomo rotorerosapo tuwatobeka niara kidi ya ngai jogi ngolosa na nala ibunda wa murto ya kulo mangadi la ili ngane Yesu. Jogi ngolosa la yoriani. Ora ipanda nai badarata au mumpa uriyankai. Paabele siya inosabu dia wanano. Paabele biris normagelani. Paabele kikira ile mnyanga Yesu mara. Tama yale siya yele. Tama yana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Omba ukimaanisha makata bashata intelele busaya. Katika jina la Yesu. Neema ya Bwana, kibali cha Bwana,
9. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kwamba ninakupenda. Sema amen. Mwezi wa 10 nimekuambia, kama kuna mtu huwa anakuzuia, atazuiliwa. Kabla hajakufikia atazuiliwa. Nashukuru Mungu maana leo ni katikati ya wiki na ni mwezi wa 10 tarehe 2, ya kwamba leo hii ni siku Bwana anaenda kuwafungia waliokufungia. Na wewe utapita. Nasema utapita. Hawatakuzuia tena. Inua mikono, sema kwa jina la Yesu. Kwa sauti kusema kwa jina la Yesu. Hawatanizuia tena. Hawataniangaisha tena. Sema amen. Hautatembea barabarani kama kuku aliyenyeshewa. Utatembea ukiwa na nguvu na ukiwa na uwezo na ukiwa na mamlaka. Wa sinagogi ya Shetani wanamesanga mali ya watu. Wanamesa mali. Lakini leo kama kunaye aliyemesa mali yako, Bwana ataitoa kwa tumbo yake. Nasema Bwana atatoa kwa tumbo yake. Nasema Bwana atatoa kwa tumbo yake. Atatoa kwa tumbo zao. In the mighty name of Jesus Christ. Sema amen. Bwana ataitoa. Ukisoma Ayubu 20, ngoja nikusomee hiyo. Ayubu, hebu najene Ayubu. Ayubu tikita orgele jele miet. Hallelujah. Hey, hallelujah. Hallelujah. Tomo lumienyo amemesa mali, naye atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwao. Sema amen. Wamemesa mali. Watu wa sinagogi. Usifikiri Shetani anakuanga na mali anapea watu. Ni muizi na ni munyang'ani. Anakuja anaiba yako. Wewe unafanya kazi kama punda lakini hakuna mafanikio. Mikono yako inakuwa kama highway. Hakuna kile kinasimama kwa mikono. Kuna wale wa sinagogi ya Shetani wanaenda wanapatiwa vitu vya kulamba. Wakiongea customer wote wanaenda kwao. Lakini kwako hakuna mtu anakuja. Sema nimekataa kuanzia leo. Wanakuja kwa shamba yako na wanafanya vituko vya uchawi wa sinagogi ya Shetani. Wanakuja wanapata kabisa wewe unaendelea na una amani. Wa sinagogi ya Shetani wanarusha kisirani. Kisirani tu from nowhere. Na unashikwa inatoka wapi? Wana make sure hautawahi tulia ukiwa na amani. Lakini kuanzia leo baraka ya Bwana inaachiliwa. Neema ya Bwana inaachiliwa. Nguvu za Bwana zinaachiliwa. Wewe